Karibu mtazamaji kwa mara nyingine tena, tujuzane yote ambayo yanajiri katika uga wa kimataifa, na hapa moja kwa moja ninaelekea nchini Iran. Jeshi la ardhi la kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu cha Iran, IRGC, limetangaza rasmi kutumia droni mpya ya kisasa ya kivita iitwayo Hadid-110 ambayo imeundwa mahususi kupenya mifumo ya kisasa ya ulinzi wa anga na kushambulia malengo nyeti ya kijeshi na kimkakati. Kwa mujibu wa taarifa zilizoripotiwa na gazeti la Tehran Times tarehe 6 Disemba, droni hiyo imekabidhiwa kwa vitengo vya jeshi la ardhi la IRGC na tayari inaonekana kuwa sehemu ya mkakati mpya wa Iran katika vita vya kisasa vinavyotegemea teknolojia ya droni. Ndani ya IRGC, Hadid-110 inajulikana kwa jina la Dalahu. Vyombo vya habari vya serikali vya Iran vinaeleza kuwa ni droni aina ya loitering munition, yaani silaha ya angani inayoweza kuzunguka juu ya eneo lengwa kabla ya kujitoa muhanga na kulipua shabaha. Muundo wake umejengwa kwa teknolojia ya kupunguza uwezo wa kugunduliwa na rada kwa kutumia umbo lenye pembe kali linalopunguza alama ya rada adui. Tofauti kubwa ya Hadid-110 na droni nyingi za awali ni matumizi ya injini ya jeti badala ya propela. Hatua hii inaifanya droni hii kuwa na kasi kubwa zaidi, hivyo kupunguza muda wa safari kuelekea shabaha na kwa kiasi kikubwa kuipunguzia mifumo ya ulinzi wa anga ya adui muda wa kuitambua, kuifuatilia na kujaribu kuidungua. Kwa mujibu wa taarifa za kiufundi kutoka vyanzo huria, droni hii hurushwa kutoka ardhini kwa kutumia ramp maalum pamoja na kiboreshaji cha rocket chenye mafuta magumu. Mfumo huu unaondoa hitaji la barabara za ndege au miundombinu mikubwa ya kudumu ili kuipa Iran uwezo wa kuirusha droni hiyo kutoka maeneo mengi tofauti, hata maeneo ya siri au ya mbali. Mpangilio huu unaelezwa kuongeza uhai wa vikosi vinavyoitumia na kuifanya iwe silaha inayofaa kwa vita vya mbinu zisizo za kawaida. Taarifa zilizochapishwa na chombo cha ulinzi cha Ukraine zikirejea hifadhi data ya umma ya jeshi la Marekani zinaonyesha kuwa Hadid-110 inaweza kusafiri kwa kasi ya hadi kilomita 510 kwa saa, kufikia umbali wa takriban kilomita 350 na kupaa hadi kimo cha karibu mita 9144 juu ya usawa wa bahari. Hii inaifanya iwe droni yenye uwezo mkubwa wa kushambulia malengo mbalimbali kwa muda mfupi. Droni hiyo inaripotiwa kubeba kichwa cha bomu chenye uzito wa takriban kilo 30 na inaweza kukaa angani kwa hadi saa moja, sifa zinazoifanya kufaa kwa mashambulizi ya haraka na ya mara moja dhidi ya mifumo ya ulinzi wa anga, vituo vya rada, makao ya viongozi wa kijeshi pamoja na miundombinu muhimu kama vituo vya nishati na mawasiliano. Hatua ya Iran kuimarisha uwezo wake wa droni inakuja wakati ambapo silaha za aina hii zinaendelea kuthibitisha umuhimu wake katika migogoro ya kisiasa. Hapo awali, vyombo vya habari vya Urusi viliripoti kuwepo kwa kiwanda kikubwa cha kutengeneza droni mjini Yelabuga, Tatarstan, kinachozalisha droni za Iran aina ya Shahed-136 zinazojulikana Urusi kama Geran-2. Droni hizi zimekuwa sehemu muhimu ya mashambulizi ya Urusi dhidi ya Ukraine. Hadid-110 inaonyesha wazi kuwa Irani imehamia hatua mpya ya matumizi ya droni kama silaha kuu ya kushambulia, si tena kama zana ya upelelezi pekee. Kwa kutumia injini ya jeti, Irani inalenga kuongeza kasi, mshangao na uwezo wa kupenya ulinzi wa anga wa mataifa yenye teknolojia ya juu kama vile Israel. Hii ni ishara kuwa Irani inajaribu kuziba pengo la nguvu za anga dhidi ya mahasimu wake bila kulazimika kuwekeza mabilioni katika ndege za kivita. Kasi ya hadi kilomita 510 kwa saa, muundo wa kupunguza alama ya rada na uwezo wa kurushwa kutoka maeneo ya siri vinaifanya Hadid-110 kuwa changamoto kwa mifumo ya ulinzi wa anga kama Patriot na SAMS au Iron Dome. Droni za polepole hutambuliwa mapema, lakini Hadid-110 inapunguza muda wa majibu, jambo linaloongeza uwezekano wa kunufaika kufikia shabaha. Irani imejijengea sifa ya kutumia mbinu zisizo za kawaida dhidi ya mahasimu wakubwa. Hadid-110 inafaa kabisa kwa mkakati huu. Ni ndogo, rahisi kuficha, haina rubani na ni ya matumizi ya mara moja. Inaweza kushambulia vituo muhimu kama rada, mifumo ya ulinzi wa anga au makao ya uongozi bila kuhatarisha maisha ya wanajeshi.
Uzinduzi wa Hadid 110 pia ni ujumbe wa kisiasa. Irani inaonyesha kuwa licha ya vikwazo vya kimataifa bado ina uwezo wa kuunda silaha za kisasa. Hii inalenga kuwapa tahadhari Israel, Marekani na washirika wao katika Mashariki ya Kati kuwa miundombinu yao nyeti iko hatarini wakati wowote. Kutajwa kwa uzalishaji wa Shahed-136 nchini Urusi kunaipa Hadid-110 uzito zaidi kimataifa. Ikiwa teknolojia hii itasambazwa kwa washirika wa Iran na kutengenezwa nje ya nchi, inaweza kubadilisha mizani ya nguvu katika migogoro mingine kama ilivyotokea Ukraine. Hadid-110 inaweza kuwa kizazi kijacho cha droni zitakazotumiwa katika vita vya kisasa barani Ulaya na Mashariki ya Kati. Hadid-110 ni droni ya kasi, ngumu kugunduliwa na rahisi kupelekwa vitani. Hata hivyo, ina mapungufu pia. Muda wake wa kukaa angani ni mfupi, hubeba mzigo mdogo wa mlipuko na inaweza kuathiriwa na vita vya kielektroniki kama adui ana mifumo madhubuti ya kuingilia mawasiliano au urambazaji wake. Kwa ujumla, kuingizwa kwa Hadid-110 katika silaha za IRGC kunaonyesha mwelekeo wa Iran wa kuwekeza zaidi katika teknolojia za bei nafuu lakini zenye athari kubwa, huku droni zikizidi kubadilisha sura ya vita vya kisasa duniani. Mfululizo wa taifa la Iran kugundua silaha mpya kila siku kupitia jeshi lao la IRGC inaonyesha ni kwa jinsi gani imejipanga au imejizatiti vilivyo dhidi ya makabiliano na taifa la Israel, ambapo kunadhaniwa kwamba huenda ikatokea vita nyingine baina ya taifa la Israel na Iran. Sasa Iran inazidi kuweza kujiimarisha kwa kuzalisha makombora, lakini vile vile kuzalisha droni ambazo hazina rubani zenye uwezo wa kushambulia zaidi ya kilomita 510 moja kwa moja kutokea katika taifa la Iran au sehemu ambazo kuna bezi za kijeshi ambazo hutumika kwa ajili ya kufanya mashambulizi. Sasa basi, hii inazidi kuibua hofu kubwa kwa mahasimu wa taifa la Iran, likiwemo taifa la Israel pamoja na washirika wake wa nchi za kimagharibi ikiwemo Marekani, Uingereza, Ujerumani, Ufaransa pamoja na Italia. Taifa la Iran linaendelea kuwekeza dhidi ya teknolojia yake ya ndani kwa kujizatiti kwa kuweza kuwa na nyenzo muhimu za vita ili kukabiliana na maadui zake endapo watakuja kuanzisha uchokozi wakati wote. Lakini pia hofu inatanda kwa taifa la Israel chini ya uongozi wa Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, kwa sababu mfululizo wa taifa la Iran kuboresha miundombinu yake ya kijeshi umekithiri tangu kusitishwa kwa vita vya siku 12 mnamo mwezi Juni. Hadi kufikia sasa Irani imekwisha tengeneza mamia na maelfu ya droni, lakini maelfu pia makombora yamekwisha zalishwa. Mtazamaji wetu, kuna mengi sana utakwenda kuyashuhudia siku hii ya leo kwenye uga wa kimataifa, lakini kama bado hujaweza kusubscribe channel yetu, ni kuombe wakati ni huu basi uchukue nafasi ya kuweza kutusubscribe, lakini kushusha maoni yako kwenye uwanja wa comment hapo chini, basi tukae sawa kwa wakati mwingine.